Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninawakaribisha tena katika mikutano yetu ya wajasiriamali na wanataaluma, na tayari waimbaji wanawasili katika mikutano hii, na wakiwa wamevalia sare zao na wakiwa wameshuka katika gari la Ben Carson ambaye ametudhamini gari la kuweza kututoa sehemu ambapo tulifikia hadi kwenye eneo la mkutano tunapofanyia. Endelea kubarikiwa, endelea kutufuatilia. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Karibuni ufuatilie pia katika Hope Channel Tanzania na mitandao mingine ya kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika mikutano yetu. Hapa nina mwimbaji, mwalimu atajitambulisha na baadaye ataongea machache. Karibu jitambulishe. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ninaitwa Mwalimu Yohana Shepa Pole. Hapa nilipo niko makao makuu ya Tanzania, Dodoma, katika mikutano ya ATAPE ambapo tumekuja retreat mwaka 2025. Tunabarikiwa sana na mikutano hii, maana tunajifunza mambo mengi yanayohusiana na uchumi katika maisha ya mmoja, lakini pia uchumi wa nchi pamoja na uchumi wa kanisa. Sawa. Unashauri nini katika waimbaji pia na mtaa na washiriki kwa ujumla katika mtaa wa Mzani, na pia ni neno lipi ambalo umelichukua katika mikutano hii? Ni kipi ambacho kimekuvutia katika mikutano hii, na unasema nini kwa washiriki pia? Kitu ambacho kimenivutia katika mikutano hii, kwanza ni mikutano inayojumuisha watu kutoka sehemu mbalimbali na mikoa mbalimbali, lakini pia tunakuja kujifunza kukutana na kuishi kwa pamoja. Pia mikutano hii imekuwa ni mikutano inayobariki watu, inahamasisha namna ya watu wanavyopaswa kumtumikia Mungu. Kwaya nyingi zimeonekana zikiwa na hali ya nguvu kwa ajili ya kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sasa ninawashauri makanisa na mitaa mbalimbali kwa ajili ya kujitokeza kujiunga na chama cha ATAPE, na wasihofu wala kuogopa kwamba kuna gharama, maana ukiamua kufanya jambo kusudia kufanya na wala sio kuogopa, na Mungu anasaidia na anatenda. Kupitia kwaya hii ya marejeo watu wanabarikiwa katika mikutano mbalimbali, hususan mkutano huu wa Dodoma wanabarikiwa na kwaya hii ya marejeo kupitia nyimbo ambazo Mungu amewajalia kuzitoa kwa ajili ya kuhudumia mkutano huu. Neno kuu la mkutano huu ni kuishi pamoja kwa umoja. Limetubariki sana, maana linatuunganisha sisi wana ATAPE na Watanzania wote kwa pamoja kwa kitu kimoja, na lilikuwa linajengwa katika habari ya mitume walivyokuwa wamekaa pamoja kwa umoja. Mungu aliwatendea mambo makubwa, na kupitia mambo hayo makubwa jina la Bwana liliendelea kupanuka na lilitukuzwa katika ulimwengu huu, na watu wengi walimuona Yesu. Kwa hiyo kama wana ATAPE tumeunganishwa, tuwe kitu kimoja, tuondoe kasoro tulizo nazo ili tuungane, kazi ya Mungu imalizike na Yesu arudi. Na swali la mwisho ni ATAPE ina umuhimu gani katika kipindi hiki cha siku za mwisho? Umuhimu wa ATAPE katika kipindi hiki cha mwisho kina umuhimu mkubwa sana. Kwanza, kinamwamsha mshiriki ama mjasiriamali na mwanataaluma katika mambo ya kiuchumi, maana katika nyakati hizi za mwisho maisha bila pesa si maisha, na maisha ya mwanadamu yanaongozwa na hali ya uchumi wake. Unapokuwa na kiwango cha juu, atafanya kila jambo analolikusudia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo ninaomba wale wengine ambao tulikuwa tuna hofu chama cha ATAPE kwamba huenda kinajifunza mambo mengine tofauti na mambo ya kumtukuza Mungu, muondoe zana hiyo. Wana ATAPE wanawaandaa watu kukutana na Yesu katika ufalme wa mbinguni. Barikiwa sana. Amen.